Leo ulimwenguni kote watu wanasherekea Easter, si ndio? Na ninaomba kila mtu tuwe pamoja kwenye hii kwa sababu hii ni darasa. Sawa eh? Ulimwenguni kote leo kwanza kuna confusion, lazima tukubaliane. Kuna wanaosherekea Easter, kuna wanaosherekea Passover. Si ndio eh? Si ndio? Nimeona wengine wanazungumzia Passover, wengine wanazungumzia Easter. Sasa sitaki kuingia kwenye huo mkanganyiko ambao tayari umekwisha kuwepo hata kabla kazi haijaanza, kwa sababu Easter imetafsiriwa kama kufufuka kwa Yesu. Passover, malaika yule alivyokuwa anapita kwenye zile nyumba za Waisraeli akihukumu kwa wa Misri, Waisraeli akawaacha. Waisraeli walivyotoka hapo wakasherekea Passover, ikawa ni sherehe mojawapo ya zile sherehe. Ziko nyingi sana, kuna sherehe ya vibanda, kuna sherehe sio ya vitu gani na vitu kama hivyo. Na Easter na yenyewe ipo hapo. Sawa eh? Sasa mimi sitaenda kwenye details kuanza kuzizungumzia hizi sherehe kama sherehe. Na sababu ni kwa nini sizungumzie sherehe. Sherehe zipo. Kikubwa ni kuelewa maana hiyo sherehe ni nini. Si ndio? Nachotaka wewe uelewe maana tu ya hiyo sherehe ni nini. Kwa sababu sherehe ziliwekwa kama kivuli. Sherehe actually, okay, watu wa birthday mpo? Kwanza ni marufuku sherekea birthday yako. Watu ndio wanatakiwa washerekee birthday yako, sio wewe. Vipi hapo? Kwa sababu ili kusherehekea lazima kuwe na effect. Maisha yako yana effect gani ya kusherekewa? Wewe unasherekea kuzaliwa, umefanya nini? Au nini faida ya wewe kuzaliwa? Labda babako na mamako ndio washerekea kwa sababu wao wanawezekana unawachotea maji, unaoshea vyombo, si ndio? Sina maana mbaya au ya kuwatukana. Mimi mwenyewe nilikuwa na birthday juzi hapa. Ila nashukuru kwamba nilisherekewa. Sikuisherekea. Si ndio? Kuna kitu nazungumza na nyinyi kama watu wazima, kwamba lazima uwe ni mtu wa matokeo. Lazima kuzaliwa kwako kuwe na maana kwa ulimwengu, ili ulimwengu usherekee kuzaliwa kwako. Tunasherekea sherehe za watu maarufu, kufa kwa Nyerere, kufa kwa nani, kwa sababu they had impact. Achana na siku hizo, of course mtu yote akishakufa anasherekewa, lakini hapo mwanzo walikuwa wanasherekewa wale tu wenye impact. Sawa sawa. Sasa ile sherehe haina maana yoyote kwa yule peke yake. Ina maana kubwa kwa wanaoisherekea, kwamba wanakubali alichokifanya na wako tayari kukiishi kile alichokifanya. Kwa mfano, kama sisi tungekuwa wa kweli tukaamua kumsherekea Mwalimu Nyerere, maana yake tungekubali ideology yake na kuishi kama alivyokuwa anataka. Lakini sisi of course ni wanafiki, tunasherekea tu ile tunaishi tunavyotaka sisi, ndio? Lakini hii yote ni kwa sababu hatuelewi haya mambo yalivyo. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, ishara hizi kwetu sisi ili tuzisherekee, kwanza lazima tuwe tumekubali kwanza kwamba yalitokea. Alafu tumeyakubali yaliyofanyika ili kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Sherehe kama sherehe haina issue. Tuko pamoja? Sherehe kama sherehe, mwambie jirani yako, haina issue yoyote ile. Kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2, naomba nisomee mstari ule wa 16 na 17. Kuna mtu mmoja nilivyosema hivyo amekwazika. Sasa kwa sababu hili ni darasa, naomba tusikilizane kwa makini mpaka mwisho. Usiponielewa Jumatano tuje tutafsiri, sawa? Amen. Sherehe kama sherehe sio issue au sio jambo la maana, isipokuwa kile ambacho sherehe inakisema ndio kinaweza kuwa cha maana. Hello?
Hebu nisomee kwanza nijitetee. Naomba nisomee Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 na wa 17. Inasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Amen. Nimefurahi aliposema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, kwamba sherehe hizi zote actually Wakristo, nina shida na Wakristo kwa sababu wamechagua sherehe mbili au si tatu, mbili si wametegemeana na Kristo dhehebu gani, si ndio? Madhehebu mengine 4, 3, wengine 5, kwa sababu wamechukua nyingi zaidi kuzisherehekea zile sherehe. Lakini ukiangalia tunavyozisherehekea kwa sababu ya kutokuelewa, machoni pa Mungu inakuwa ni kama tu unafiki fulani, kwa sababu tunamlazimisha mtu asherekee Pasaka, ila mwandamo wa mwezi tunamwambia asisherekee. Halo? Au nyinyi wenzangu Idi mli nani? Si ilikuwa ni mwandamo wa mwezi, si ndio? Kwa hiyo sherehe zote, iwe ni Krismasi, iwe ni Pasaka, iwe ni Idi, iwe ni, kwa sababu sherehe sio hizo mnazijua nyie mbili mlizochagua. Kuna na sherehe ya vibanda, si ndio? Sherehe zingine unatakiwa siku ya sherehe sio mnakula pilao. Kuna sherehe zina masharti yake. Mnakula nyama ya kondoo na mnakula mkiwa mmesimama wanaume na mboga chungu. Wanawake sio wanakuwa wako wapi? Ziko sherehe nyingi mno. Lakini anazungumza, anasema mtu asiwahukumu kwa sababu ya hizo. Asiwahukumu kwamba ninyi hamsherekei siku fulani, ninyi hamsherekei mwezi ukiandama, ninyi hamsherekei sijui kitu, hamsherekei. Tusihukumiane kwa hizo. Kwa nini? Kwa sababu hizo zinazungumza habari ya mambo fulani yajayo, na sasa hivi hayo mambo yamekwisha kuja. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa kuanza kuizungumzia real deal, kuanza kukizungumzia chenyewe. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako tuanze kuongea chenyewe. Yaani tuongee chenyewe, kwa sababu sherehe ilikuwa inakielezea chenyewe. Sisi tunaishi kwenye chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Wakristo tumekubaliana kwamba tutasherekea kufufuka kwa Yesu kwa hiki kipindi, kwa huu mwezi na vitu vya namna. Na mimi nitazungumza tu kwenye hilo eneo. Sawa eh? Kwanza kufufuka kwa Yesu. Yesu aliteswa, akawekwa msalabani, akafanywa nini? Baadaye akazikwa, siku ya 3 akafufuka. Hii story haina maana unless imeeleweka ile dhima ama ile message halisi iliyobebwa ndani yake, ili iweze kuleta badiliko. Kwa nini Yesu alisulubishwa Golgotha? Ngoja niwaelezeni kitu kimoja nyinyi, kwa sababu niwaelewa. Kufa na kufufuka kwa Yesu na kwenyewe kulikuwa ni ishara. Kuna mtu mmoja atanielewa, mwingine atanielewa baada ya muda, lakini yote ni sawa, kwa sababu hata vidole havilingani. Kufufuka kwake ilikuwa ishara. Kila kitu kwenye ile njia nzima ya Yesu mpaka anafufuka kilikusudiwa kuleta meaning fulani kwenye maisha ya mtu. Kilikusudiwa kuja kumtoa mtu kwenye sehemu fulani, kumfungua mtu. Mnaposema kwamba nitaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru, hiyo kweli ni ipi? Kuna kweli katika kila hatua ya maisha ya Yesu ambayo unapoijua inakufanya kuwa huru kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kufufuka ama kufa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, vyote vilifanyika symbolically, ili mimi na wewe sio tusherekee tu, bali tuweze kuelewa na kujua and then become that which was done. Yesu anauawa Golgotha. Golgotha pale palikuwa panaitwa fuvu la kichwa. Halo? Fuvu
la kichwa. Ngoja niwaambieni kitu, lazima kutokee na usulubisho kwenye fuvu lako la kichwa humo ndani. Kuna vitu lazima vipandishwe msalabani humu ndani. Wewe lazima upande msalabani humu ndani, ufe. Yule mwenye elimu ya kawaida ya ulimwengu afe, akisha kufa afufuke mwingine ambaye ndio alikuwa original, aliyefanywa sura ya kwanza mstari wa 26. Huyu aliyezaliwa mkibosho, aliyezaliwa anatakiwa afike mahali afe, na kifo chako sio kifo cha mwili. Unachohitaji kufa wewe ni hapa. Ndio maana Yesu alipandishwa Goligota, alikuwa anakwenda kushughulikia hapa. Halo? Tutaelewana tu, hata kama itakuwaje tutaelewana. Kulikuwa na sababu kwa nini Yesu hakupigwa mkuki tu akafa. Kwa sababu tulihitaji kukijua kile kifo, tulihitaji kujua yale makusudi. Kwa sababu Yesu, kama issue ni kusamehe wanadamu, tungeweza kusamehewa hata bila yeye kufa. Ndio? Tutaangalia hapo mbele. Sababu ulikuwa unawezekana kabisa. Lakini kuna yeye anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Maana yake ni kwamba I am showing you, kuna kitu ninawaonyesha ambacho mnapaswa kukiishi so that you can become. Kazi ya Yesu sio kutufanya tuende mbinguni. Kazi ya Yesu ni kutufanya tubadilishwe tufanane na yeye tukingali ulimwenguni. Kwa sababu Mungu anakutegemea uwe effective hapa ulimwenguni. Na kwa sababu hiyo anataka ubadilike hapa ulimwenguni, umuishi yeye hapa ulimwenguni, ili ile mfumo ama ile cycle ya kiungu iweze kuendelea hapa ulimwenguni. Yesu hakuja kufa ili uende mbinguni. Ingekuwa ni hivyo, siku anakufa na nyie wote mngekufa ili muende mbinguni. Ama siku unaamini ungepigwa risasi ufe ili uende mbinguni. Lakini alikufa kumtengeneza mmoja kama yeye hapa ulimwenguni. Ndio maana nasema hatutaweza kuishi mbali na elimu. Utapata mahubiri ambayo ni exciting, lakini lazima tukubaliane, hapa juu lazima pashughulikiwe. Na ukitaka kujua, niwaambie ni kitu, tukianzaga kushughulikia hapa juu, aidha utakuja usingizi ama yatakuja mambo fulani, kwa sababu nakwenda kwenye msalaba. Msalaba ndio asili ya mema, tunauimba tu, lakini kinachopatikana msalabani ni crucifixion, ni mateso. Hata elimu ninayozungumza ni mateso, kwa sababu mwisho wa siku ukiniendekeza, yani mkiniendekeza mkaendelea kunisikiliza, lazima kuna kitu kitasulubishwa ndani yako. Utakuja kugundua wewe sio yule, umekuwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kufufuka kwa Yesu. Kama nilivyozungumza hapo mwanzo kwamba ni ujumbe, yani kile kifo chake halisi ni ujumbe. Na ule ujumbe unajaribu kutupelekea sisi kwenye uhalisia, kwamba by becoming, kwa kuweza kuwa kile alichokuwa anajaribu kukitranslate kwenye mauti yake, sisi tuweze kuwa tumekamilishwa. Sasa naomba utafungua kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5. Tunaposherekea au tunapozungumzia kuhusu kufufuka kwa Yesu, tunazungumzia ishara ya ushahidi kwamba Yesu alishinda. Na tunasema kwamba Yesu alishinda mauti, si ndio? Lakini ukimwangalia Yesu kwa status yake, hakuwa anastahili hata kufa in the first place. Hakuwa hata anastahili kufa in the first place. Lakini kifo chake kilazimika tu ili sisi tuweze kujifunza na kujua na kuona kwamba Mungu ametukusudia nini. Tumekusudiwa kufanywa akina nani. Sasa tunapozungumzia ushindi dhidi ya mauti, tunapata vitu vingi pale. Reconciliation, si ndio?
Biblia inasema kuhusu reconciliation kwamba Yesu alipokufa alitupatanisha kwa damu yake sisi na nani? Na Mungu, si ndio? Hebu naomba nisomee hiyo Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Amen. Amen. Sasa naomba tuzungumze taratibu sana. Anasema Mungu, kwa hiyo the whole game Mungu, kule mwanzo kuna vitu nilikuwa navizungumza, tutakuja kuvibanana navyo siku nyingine, lakini nimekupa mwanga kidogo wa kuelewa crucifixion ilipokuwa inafanyika na sababu na vile ambavyo imefanyika. Tutakuja kuizungumza zaidi. Lakini nataka tutoe tu vitu vichache katika kufa kwa Yesu na kufufuka kwake. Si ndio? Mmoja wapo ya kitu ambacho tunaweza kukiona hapo ni reconciliation. Kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ni muhimu sana sana kulielewa hili kama lilivyoandikwa. Mungu yeye mwenyewe alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Naomba uikubali kwanza hiyo. Kupatana ni kuwa wamoja. Si ndio? Iko hivi. Mungu sio mzee mmoja amekaa anasubiri watu watende dhambi alafu awahukumu. Hata hukumu ya watenda dhambi ni effect. Tuko pamoja? Naombeni mumuelewe Mungu katika namna hiyo. Yaani hadi hukumu yenyewe ya dhambi wanayohukumiwa ni effect ya yale matendo. Sawa sawa? Kwa hiyo ni kama niseme ni kama vile umechafuka lazima uoshwe. Si ndio? Tuko pamoja? Lakini Mungu kama Mungu kusudi lake sio kumtegea mtu atende alafu afanye nini. Ndio maana tunamuona akiwa ndani ya Kristo anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asa alikuwa anaupatanisha kwa sababu gani? Mungu ametengeneza mfumo, sema mfumo. Ambapo katika huo mfumo kila kitu ili kiweze kufunction vizuri kinahitaji kuwa in alignment. Kinapaswa kuwa katika muunganiko sahihi, katika alignment. Kwa hiyo pale mwanadamu alipofanya isivyo sawa, Biblia inasema kwamba Adamu akajificha. Mungu akaja bustanini akamuuliza uko wapi? Kwa sababu Adamu alijidetach kutoka kwake kwa sababu ya elimu ambayo alikuwa ameingiza. Kwa hiyo Mungu anakusudia sasa kwa Hawa ambao wamekuja baada ya Adamu, ambao wamerithi kosa lile lile la Adamu la kujitenga na yeye. Halo? Dhambi ni kutokuamini. Sawa sawa? Yeah. Zile dhambi zingine za makanisa yetu naomba tubaki nazo. Hizo tutakuja kuzungumza siku nyingine. Leo nazungumzia dhambi kubwa kuliko zote. Dhambi ni kutokuamini. Uamini nini? Hivyo. Si ndio? Eva hakumwamini Mungu katika yale ambayo Adamu alimwambia. Kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Akamwamini shetani aliyemwambia, whether ni shetani ama ni nyoka, aliyemwambia kwamba mkila mtafanana na Mungu. Halo? Kwa hiyo dhambi ni kutokuamini. Angeliamini kwamba tayari anafanana na yeye, asingekuwa na haja ya kula lile tunda. So hiyo dhambi imeendelea kwa vizazi vyote, imetuathiri na sisi, kwa tumejikuta hatuamini. Kwa hiyo anachokuja kukifanya Mungu, alitaka process ziendelee, ule uungu wake uendelee, ile cycle iweze kuendelea. Na ili iweze kuendelea kuna Hawa walio nje ya alignment, awarudishe kwenye alignment. Anapozungumza ulimwengu hazungumzi watu wa mataifa. Halo? Anapozungumza ulimwengu anazungumza ulimwengu. Ulimwengu unakuconsisti wewe na vyote vilivyomo kwenye ulimwengu. Kwa hiyo rebellion ilipotokea haikuwa rebellion tu ya mwanadamu.
Uasi haukuwa wa mwanadamu peke yake, kwa sababu authority ya ulimwengu alishapewa mwanadamu. Kwa mwanadamu alipoasi, mazingira yaliasi. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu natamani unielewe, kwa sababu kuna mambo mwaka huu hatutaomba, kuna mambo tutazungumza. Na tutazungumza baada ya kujua, na neno lenye nguvu ni lile linalozungumzwa kwa elimu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kusikia kuna watu wao wanaloga bila ndumba, bila tunguri, si ndio? Kwa sababu wana elimu. Hawahitaji makeke mengi, wanahitaji kuzungumza tu mambo yakawa. Si zaidi sana ninyi watoto wa Mungu? Halo? Becoming. Kwa hiyo sasa mwanadamu amehasi. Kuasi kwake ni kutoka katika alignment. Na baada ya kutoka kwenye alignment, vitu vilivyoko chini ya mwanadamu vinatoka kwenye alignment. Ndio maana unaona Mungu anamwambia Eva kwamba kwa sababu umemsikiliza nyoka, akasema pale mtasaa kwa uchungu na mambo mengine ambayo aliyazungumza pale, si ndio? Alafu anamgeukia Adamu anamwambia kwa sababu umemsikiliza mwanamke, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Akasema kwenye ardhi sasa kutaota mbigiri. Wangapi mnajua mbigiri? Mbigiri, nyosha. Wewe hadi unajua mbigiri? Aisee, unajua ni kuona watu wa miaka ya 2099 ngapi wanajua mbigiri ni jambo na lenyewe la ushuhuda, si ndio? Maana Dar es Salaam tangu nimekuja sijaona mbigiri. Kiwangu mwenyewe sidhani kama najua mbigiri. Ni aina fulani hivi ya miba ambao yani ule upande wote utakaokutana nao utakuchoma. Si ndio? Na inaota sana mkianza kulima na yenyewe inaota. Kwa hiyo ili mkienda kupalilia lazima mkutane nayo. Mimi sijajua kwa nini Mungu naye alifanya hivi, lakini tumwache kwenye hilo, si ndio? Ardhi ikaanza kubehave tofauti. Kuna mtu nitazungumza naye. Ngoja nikwambie kuna vitu ambavyo vina behave isivyo sawa sawa kwenye maisha yako. Whether ni financially ama ni mahusiano ama ni vitu fulani, havibehave vizuri kwako. Lakini yuko anayeweza kuvifanya vikabehave sawa sawa by reconciling. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hatuvikemei. Kuna vitu hatuvifukuzi, lakini tunavirearrange, tunavipa utaratibu. Kwa hiyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo akireconcile ulimwengu na nafsi yake mwenyewe, akiurudisha ulimwengu kwenye alignment. Halo? Akiurudisha ulimwengu nataka uielewe hii kwa sababu kuna position yako. Pale chini amezungumza kitu, amesema kwamba na ninyi sasa mmepewa huduma ya upatanishi. Ndio maana nataka uielewe hii kitu vizuri. Mungu Baba kama chanzo, si ndio? Anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe. Maana yake source inarudisha connection kati yake na vile ilivyovifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kuweze kuwa sasa na proper alignment na functionality ya kimungu iweze kuonekana. Mpaka hapo iko fair? Yeah. Iko fair? Amen. Amen. Sasa kuna reconciliation kati ya mtu na mtu, si ndio? Mwimba kwaya huyu haelewani na mwimba kwaya yule pale. Ama baba mkwe haelewani na mkwe wake, au mama mkwe, mara nyingi ni mama mkwe ndio haelewani na mkwe wake. Mama mkwe haelewani na mkwe wake, si ndio? Wifi haelewani na wifi yake. Wanadamu tunaingiaga kwenye hiyo kwamba tunakuwa mimi na dokta pale, kuna vitu tunatofautiana. Pengine tu labda niliongea tu point fulani hivi ambayo iko tofauti na anavyoamini. Na kwa sababu ya kaona kwamba mimi na yeye hatuwezi kuivana. Rafiki yangu mmoja hivi mkandarasi alikuwa anasema
hanienei. Sijajua vizuri yule jamaa, labda mtanisaidia watu wa huku nyanda za juu ziwani huko, maana hilo neno ni nini, lakini ilikuwa kama mtu aliwani naye anakuambia huyu bwana hanienei. Hanienei. Si ndio? Nafikiri kama kuna wahaya humu, hayo maneno wamekuwa wakiyatumia, sijawahi kuelewa sana. Unajua kuna maneno kila kabila huwa linatumia, si ndio? Wasukuma utasikia kabisa. Anakuambia hii ni gari kabisa, yani maana hiyo gari ni yenyewe. Hapa kuna kazi kabisa. Hiyo ndio kazi. Akisema tu kazi kawaida ifikirie mara mbili. Asipoweka neno kabisa. Angalia. Kwa hiyo mimi na Mzee Mushi hanienei kwa sababu labda kuna namna fulani yeye anaamini na mimi siamini tofauti. Au pengine maneno yangu yalimkwaza katika sehemu fulani. Tumeshindwana kwenye jambo fulani, kwa sababu hiyo tumeamua kwamba basi wewe kaa kivyako, mimi nikae kivyangu. But tukiangalia reconciliation ambayo Yesu amekuja kuifanya, ilikuwa ni ya kumreconcile mwanadamu na Mungu, ya kureconcile ulimwengu. Manake that reconciliation, tukishaingia kwenye upatanisho, unatupatanisha hata sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Hebu fungua kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 19 na wa 20. Nitakuwa namaliza tu hapo. Nataka niongee hapa pia, kuna watu inabidi mpatane. Kuna watu wengine humu ndani inawezekana hamueneani. Si ndio? Kwamba huyu dada mimi huwa hanienei. Alafu wengine kutaka kujua ni pepo, hata hajawahi kufanya chochote. Na anavyoimba tu mimi huwa hanienei. Hakuenei. Kwa nini hakuenei? Mathayo sura ya 18 mstari wa 19 na wa 20. Inasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mmeisikia hiyo vizuri? Okay. Iko hivi. Nimezungumza kwamba Mungu alikuwa anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake kutengeneza alignment. Hakuna kinachoweza kutokea kwenye ulimwengu, hata kama umeokoka na unanena kwa lugha kama generator, lakini hauko kwenye alignment, hakuna kinachoweza kutokea. Kuna maisha ya watu hamtaka mielewe. Tena wengine wako hapa kanisani, lakini effect yao mtaiona ilivyokuwa kubwa. Hawaeleweki kwa vile mnavyotaka kuwa define, lakini wako in alignment. Kwa Mungu anachokitaka kikubwa ni alignment. Sio kama mnanielewa. Anasema wawili watakapopatana, lolote watakaloliomba au lolote watakalolitaka, si ndio? Wawili kwa when there is alignment. Kwa hiyo wewe na baba yako mtakapopatana, mtakapokaa kwenye alignment, kama kuna kilichozungumzwa ama kilichokusudiwa kufanyika, kitafanyika. Hello? Sio kwa sababu umekuwa mwema, no, kwa sababu umekaa kwenye alignment. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba hata issue ya kupatana sisi kama sisi ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu kama kanisani hampatani, Mungu hayupo. Amesemaje? Wawili watakapopatana, lolote watakaloomba litakuwa. Kwa nini? Kwa sababu niko. I am. Bwana asifiwe. I am. Kwa hiyo kinatokea kwa sababu ya presence ya Mungu. Kinatokea, Mungu anakuwa Mungu pale ambapo cycle imekuwa kamilifu. Kunapokuwa na detachment ya cycle, Mungu hawi experienced. Hello? Kwa hiyo wawili wanapopatana wanasababisha I am. Wanasababisha uwepo wa Mungu. Ndio maana ni hasara kuwa na issue na mwanadamu mwingine. Ni hasara kwa sababu tuna create, tunaachanisha ile circuit. Na tukiachanisha circuit, Mungu haonekani. Sio kwa sababu hayupo. Mungu anakuwa yupo, lakini alignment inamnyima kuonekana.
Umeme ni lazima uunganishwe ili uweze kuwaka. Usipounganishwa hauwaki. Sio kwa sababu haupo. Umeme upo, lakini unahitaji connection, unahitaji alignment. Kwa hiyo una uwezo wa kuomba na kufunga. Ukafunga 21 za Danieli. Ukatoka za Danieli ukaja maombi ya Yabesi. Ukatoka ya Yabesi ukaja ya nani tena? Ukaja na ya Esther pia. Na ya Musa. Hatari. Ya Musa atakuwa kiboko. Una uwezo wa kufanya haya maombi, ukaomba kweli kweli, makamasi yakakutoka, lakini effect haionekani kwenye familia yenu. Sio kwa sababu hujaomba, no, kwa sababu unakaaje na mume wako, ukoje na mke wako. Wewe ambaye huna mume, huna mke, ukoje na babako? Kuna watu wanaamini kwamba mzee ni mzee tu. Kwanza mzee mwenyewe kwanza haeleweki. Singekuwa ni madhabahuni ningekutukana, lakini tuache. Ninadhani kwamba baba haeleweki kwa sababu ya mambo aliyoyafanya. Ila mimi nina habari tofauti kwako. Aliyoyafanya ni effect tu ya mambo ambayo yalikuwa rohoni. Kwa hiyo ukitaka utofauti, lazima uingie rohoni kucorrect. Hapo nimeongea kikubwa sana. Wacha nikwambie, wewe uliye chini ya wazazi, pona yako vizuri na wazazi wako. Leo mjafurahi? Mna shida nawe? Sasa ndo ndaongea hapo hapo. Wewe ambaye hujaoa wala hujaolewa, kaa vizuri na wazazi wako. Hata kama wanakukera, kwa sababu wanakukera sio kwa sababu wao ni watu wabaya. Kuna kitu wamekosa. Ili kudefine tu kero, lazima kuna kitu unajua ambacho hawajui. Ndio maana umeweza kuidefine kwamba hii ni kero. Kama walikuacha, yaani ulipozaliwa walikuacha, wakakutoselea mbali, umekuwa mkubwa saizi ndo mzee anatokea, mshukuru Mungu. Kwa sababu umeaminiwa kwamba ulikuwa na uwezo wa kuishi pasipo kupepewa, kulelewa. Mungu alikuwa anakuandaa kwa makusudi makubwa, ndio maana alikuandaa kigumu zaidi. Watoto wa kwanza mara nyingi ndio wenye effect kwenye familia, si ndio? Mshawahi kugundua hiyo? Mara nyingi firstborns ndio wanakuwa na effect kwenye familia. Kwa nini? Kwa sababu wakishazaliwaga hawana muda wa kudeka. Wao wanapewaga makazi mapema. Kwa mfano kama sisi kwetu huko nilikotoka, na nafikiria kuja kuiendeleza kwenye familia yangu. Ukimaliza shule, ukipata kazi, wadogo zako unasomesha wewe. Mimi baba ndo naanza kula bata. Ndio ulikuwa utaratibu wetu sisi. Ukienda kwetu huko mtu ana watoto 12 na kasomesha 4 tu. Wengine wote mmesomesha nyie. Kwa hiyo watoto wale wa mwanzo wengi wamepita kipindi kigumu sana. Katika kupita kipindi kigumu ndio walikuwa wanaandaliwa kuwa wazuri. Last born mpo? Malast born mpo? Malast born ni watu wazuri sana, lakini wanahitaji msaada pia. Wanahitaji kusikia maneno ninayozungumza, kwamba wamezaliwa kipindi ambacho mambo mengi yamekwisha kurahisishwa, yamekaa. Kwa hiyo wanadeka sana. Na wazazi mlioko huku, chukueni akili. Usimpe privilege mtoto kwa sababu ni last born, utamharibu. Treat the same kama wale waliopita. Hiki ni kitoto changu cha mwisho cha uzeeni, cha mwisho we. Atapata privilege of course kwa sababu tu ya mazingira, lakini lazima tujenge toughness ndani yake. Ili aweze kuja kufaa. Bwana asifiwe. Amen. Bado nazungumza reconciliation, si ndio? Yes. Kwa hiyo wale watoto wa kwanza wameandaliwa katika hali ya ugumu, ndio maana wanafaa. Kwa hiyo Mungu inawezekana alikupa baba ambaye hakujali wakati ulipokuwa mdogo.
ili uweze kuandaliwa kwenye mazingira ambayo whether akiwepo ama asipokuwepo, bado you can be someone ambaye anaweza akawa effective and respectable. Amen. Kufaa kwako hakutokani na ni nini baba yako alifanya. Kufaa kwako kunatokana na kwamba ulizaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kama ulizaliwa, basi sasa kuanzia hapo hakuna kisingizio cha kwamba baba alifanya nini, kwa sababu baba alishafanya kazi yake, alikuzaa. Na Mungu alivyokuwa mbabe, ametengeneza mifumo ambayo whether unapenda ama haupendi inafanya kazi. Huwezi ukaacha kuheshimu baba yako na mama yako ukatoboa. Hata ukitoboa ni kwa kitambo tu. Anguko lako litakuwa kubwa kulingana na ukubwa utakao kuwa nao. Ninaongea na mtu. Kuna watu ndio mna shida na wazazi, nendeni mkapatane nao. Ni ngumu lakini kapatane. Alafu kwa nini okay, labda ngoja tuzungumze tu hapa. Kwa nini wewe unajihesabia haki namna hiyo? Yesu si alikataa kujihesabia haki. Kwa sababu fact kwamba mimi naona makosa yote na shida zote ni za baba, ni kwa sababu mimi naamini kwamba mimi ni righteousness, mimi ni mtakatifu sana. Ndio maana Yesu alifika mahali akasema hakuna aliye mtakatifu zaidi ya Mungu, si ndio? Kwa sababu alikuwa anajua hii yote ni chenga tu. Kwa hiyo wewe kama unaishi na mzazi wako, nataka nikuambie kwanza wewe mwenyewe ni chenga. Unahitaji kupatana. Upatanisho wa Yesu hauna maana yoyote kwako kama wewe mwenyewe hauko tayari kupatana na jirani yako. Alichokifanya Yesu leo hii, mtarukaruka Pasaka, mtakula pilau, mtafanya nini? Lakini kama hauko tayari kupatana na ndugu yako, kupatana na wazazi wako, uokovu wako, Ukristo wako una maswali. Nitakwambia kitu, mbinguni mimi siitumiagi sana kama bezi ya Ukristo, kwa sababu najua mbinguni utaenda. Ukisha muamini Yesu utaenda. Lakini hapa duniani kuna kitu kinaitwa cha mtema kuni. Huyu mtu ambaye alikuwa anatema kuni atakuwa ni mtu hatari, kwa sababu sisi zinatoka sehemu gani ndani yake. Wanasema Waswahili kwamba utakiona cha mtema kuni. Hapa ulimwenguni kuna issues utapambana nazo kwenye maombi yako ya Yabesi, kwenye maombi yako ya Esther, kwenye maombi yako ya siku 21 ya Danieli. Utapambana nacho, hakitatokea kwa sababu una misalignment. And that alignment is just a simple thing to reconcile with your neighbor. Huyu mwanaume mwenyewe bana ana makidai sana. Kwanza nikifanya hivyo ataonekana kwamba atajikuta. Ninajua watu hao hawako hapa kanisani. Ninajua, lakini kwa sababu inarekodiwa itawafikia ambao wanahusika. Kwamba kama kuna mwanamume ama mwanamke anayedhani kwamba kwa kufanya jukumu lake sahihi kwa mwenzake atajikuta. Nisingekuwa wa Agano Jipya ningekwambia umelaaniwa. Lakini ni lazima tufike mahali pa kujua kwamba without alignment we are wasting time. Hakutatokea matokeo kwenye maisha yetu kama hatutakaa in alignment, kwa sababu kazi ya Yesu yote is just to bring alignment. Nye mnafikiri kwamba Yesu alikuja ili dhambi ziondoke duniani kwa sababu Mungu anaogopa dhambi? Eti huyo Mungu sikuja mkija kukutana naye sijui mtaonaje. Sio muoga kama mnavyofikiria. Kwa hiyo issue yake haikuwa hiyo. Issue yake alikuwa anataka alignment. Kwa hiyo alikuwa anawaondoa kwenye dhambi, anawaondoa kwenye kutokuamini ili mrudi kwenye alignment. Ndio maana utakuja kugundua kwenye Agano Jipya hakuna mahali hivi vinavyoitwa dhambi vinazungumzwa kuitwa kama dhambi, bali vinaitwa matendo ya mwili. Vinaitwa matendo ya mwili kwa sababu ile ni weakness ya mwili wako ambayo inashughulikiwa tu kwa watu kukuambia uwe na adabu. Na vina effect kwa sababu vinakunyima mazingira sahihi wewe na Mungu. Sio kama mnaelewana? Kuna mambo mengine hata kama yasingekuwa dhambi kwa Mungu, bado yasingekupa mazingira mazuri na watu wengine. Kwa hiyo dhambi ilimtenga mwanadamu na Mungu. Anaiondoa dhambi
ili mwanadamu na Mungu warudi pamoja na ulimwengu uweze kupona. Ulimwengu wako unaweza usipone, wa kwangu utapona. Hakuna raha kama kuishi kwenye ulimwengu uliopona, kwa sababu ulimwengu uliopona unasikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu Mungu akiwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake yeye mwenyewe. Sawa, eh? Tunaona kazi kubwa ambayo Yesu aliifanya haikuwa ni ili tu sisi tumfuate yeye, lakini ilikuwa ni ili sisi tubadilishe kuwa yeye. Kwa tunaposherekea kufa na kufufuka, ni lazima tujue kwamba tunajicommit kwenye hayo maisha ya kufa wa kwanza asiyejua na kuzaliwa mwingine, mtu wa pili. Tunasema Yesu alipofufuka, alifufuka with glorified body, si ndio? Maana yake ni kwamba hakuwa yule aliyekufa kwanza. Kwa hiyo anachotufundisha ama tunachoweza kukichukua sisi ambao tunaishi kwenye nyakati hizi ni kwamba kila mmoja kuna haja ya kufa kwa ile asili ya kwanza. Na mtu aliyekufa kwenye asili ya kwanza, issue ya reconciliation kwake ni priority. Iweni na amani na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni priority, kwa sababu it's the only way tuna uwezo wa kuzungumza love, na ndio namna pekee yake tunaweza kuzungumza ile hali ya uwana wa Mungu, kwa sababu apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Hauwezi ukapenda kama huja reconcile. Ndio maana alitanguliza reconciliation, akatutengenezea umoja, halafu pendo linazaliwa kwa sababu tuko kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ili nisherekee sasa sherehe, lazima niwe nimejicommit kwamba niko tayari kufa, die to self. Yeah. Yule old me ambaye kukwazika, kuna kukwazika ambako tunadhani ni kwa haki. Okay. Si ndio? Ila mimi nimekuja kugundua kukwazika kote sio kwa haki. Yeah. Hatuwapi mileage wa kwazaji. Ndio maana Yesu akasema hao achaneni nao, kwa sababu wamekwisha kupata adhabu yao tayari ipo. Wasema afadhali wafungiwe jiwe na nini watupwe. Kwa hiyo achaneni nao hao wakwazaji. Issue ni wewe. Unajua nikwambie kitu, Tabitha, ukitaka kumponya mkwazaji, dawa yake usikwazike. Yeah. Na usikwazike kwa sababu unataka kumkomoa. Unaacha kukwazika ili yapone. Kwa sababu akiacha kukwaza watu, ataingia in alignment. Akiingia kwenye alignment, umempata ndugu yako. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu ameielewa hiyo mathematics. Hiyo sio algebra, ni mathematics rahisi sana. Watu watatukwaza, yes. Lakini the issue is how do we respond tunapokuwa tumekwazwa. Reconciliation. Mungu anataka asubuhi ya leo uondoke na hili, kwamba kufa kwa Yesu, kati ya vitu ilivyovifundisha au ilivyovileta, mmoja wapo ni reconciliation. Viko vingine ambavyo tutakuja kuvizungumza muda unapatikana, lakini leo nataka nizungumze tu part moja ya reconciliation. Na nataka umind kitu kimoja alipokuwa anazungumza hapo kwenye mstari, alipokuwa anamalizia pale chini, anasema akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Bwana asifiwe. Amen. Alafu amekupa wewe huduma ya upatanishi. Iambie nafsi yako kwamba ninayo huduma ya upatanishi. Kuna mahali anazungumza, anasema heri wapatanishi kwa kuwa wao ni walima cabbage, si ndio? Anasemaje? Kwa kuwa wao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi kwa kuwa wapatanishi wataitwa wana wa Mungu. Sio kwa sababu wanampatanisha tu aliyekosana na mwingine, lakini ni kwa sababu wana uwezo wa kupatanisha ulimwengu. Ninapozungumza ulimwengu, ninazungumza na vyote vinavyoujaza. Kuna kipindi mazingira yana rebel, yanamhitaji mtu mwenye nuru azungumze neno litakayoyafanya mazingira yanyoke.
litakalofanya hali za hewa zinyooke. Huyo anaitwa mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo inawezekana hata mapatano tuwe mwenyewe na waleti yako hayapo, hamjapatana, hamuelewani. Tulipokuwa kwenye prayers hapa, kuna kitu nilikifundisha, nikasema watu wengi tunakwama sana kwenye eneo la finances kwa sababu hatuna mahusiano mazuri na hela. Kuna mtu mmoja aliniangalia akasema, are you serious? Tunavozitafuta hela unasemaje hatuna mahusiano mazuri na hela Bamnyongode? Yeye ndivyo alivyokuwa anadhani, lakini tangu tulipojifunza vibaya tukaanza kuona utajiri ni kitu kibaya, sio kitu kizuri. Heri, nasemaje, afadhali ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ulimwengu, kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Hallelujah. Ile inaingia ndani yako inakaa kwamba utajiri ni kitu kibaya sana. Naongea na walokole mundani. Kwa ile story ya Lazaro ndo sitaki kuizungumzia kabisa, maana ile paka mmeshanitengenezea nani. Wakristo wengi ni malazaro, kwa sababu kwa Lazaro inaonekana alikuwa ni mtu mzuri. Kwa hiyo umaskini unatafsirika ndani yako kama kitu kizuri. Kwa nini? Kwa sababu maskini alienda peponi, si ndio? Tajiri akaenda motoni. Sasa tajiri kaenda motoni, maskini yuko peponi. Akilini kwako umaskini unakuwa ni jambo jema. Kwa hiyo ndani yako kuna namna Mungu amekutengeneza. Naomba hili nizungumze, ni science kidogo. Kuna namna Mungu amekutengeneza, una uwezo wa kujilinda wewe mwenyewe bila kutumia akili. Sawa? Kwa hiyo elimu ikishaingia ndani yako, unajua kwamba heri maskini, nasemaje, kwamba afadhali ngamia iweze kupita kwenye tundu la sindano lakini sio tajiri. Kwa ndani yako inaonekana kabisa, kwangu ili niingie ufalme wa mbinguni lazima niwe maskini. Pamoja na kwamba huku nje unatafuta hela, unafanya nini, lakini wewe unahitaji reconciliation na hela. Yaani nyinyi mnahitaji leo hii niwapatanishe. Mna bifu kubwa mno, ila bifu lenu lina silencer, liko chini chini. Wanataka vita baridi. Kwa hiyo ninapokaa ninaona Lazaro alikuwa ombaomba, akaenda kifuani mwa Ibrahimu. Tajiri alikuwa tajiri, alikuwa anajikubali, alafu alikuwa anaishi, akaenda motoni. Nani kinachotafsiriwa ni kwamba heri maskini kuliko. Kwa hiyo unajikuta wewe na hela mna bifu takatifu la mitume, lakini haujui kama unalo. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Leo nataka nikupatanishe pia na hilo. Ngoja niwaambie, nimeshapatana na Kristo ndio maana mko hapa eti. Mpatane na hilo pia. Kwa sababu amesema kwamba mmepewa huduma ya upatanishi. Ngoja niwaelezeni, naongea haya mambo. Kuna watu wananiona kama si naongea kitu gani. Ila mzee, kuna siku tu unatakiwa ukae uiambie hela, mimi sina bifu na wewe. Wewe ni nani mzuri? Wewe ni mtumishi mwema. Halo? Manake mmesema kupenda pesa ni nini? Ndio chanzo cha maovu yote, si ndio? Lakini kwa nini mmeishikia tu mstari, na kuna mstari mwingine unasema kwamba pesa ni jawabu la mambo yote? Lakini without knowing, mimi jamani, kwa haya maandiko ninayosema simaanishi kwamba sio ya kweli, yana ukweli wake. Ila inawezekana amefundishwa isivyo, si ndio? Mkitaka mje Jumatano mtauniuliza maswali, nitafundisha kwenye hayo, sawa? Lakini ninachogombana nacho ni kwamba kinachozaliwa ndani yako ni kukosa kuwa na alignment, kwa sababu ya elimu iliyoko inatatiza hilo swala. Lakini kwangu nikwambie kitu, kwa mtu wa NTM hapa kanisa hili ambalo, yani mtu ambaye yuko kwenye kanisa hili la kwangu hili, nikwambie kitu, pesa ni mtumishi mwema sana. Mwema sana. Na nataka practice kitu kimoja. Yaani kila inapofanya jambo kwako, hebu ione hivyo kwamba imekamilisha lile jambo. Ni mtumishi. Actually ni nguvu ya Mungu inaji-express katika mfumo wa makaratasi. Ilizani kuna mtu angesema God papa. Ni nguvu ya Mungu. Kuna watu hapa wanaenda kuandika kwenye Facebook kwamba mtumishi amesema hela ni nguvu ya Mungu.
Lakini ngoja niwaulize swali. Ninyi mnapomuomba Mungu huwa mnaomba nini? Si mnaomba nguvu ya Mungu ionekane kwenye maisha yenu, si ndio? Upeleke watoto shule. Unapopelekaga watoto shule huwa unaendaga na unanena kwa lugha kwa mwalimu mkuu pale. Rapakataya sata prakadosheta, mtoto wangu huyo hapa. Hauendi hivyo, si ndio? Huwa unafungua kibunda ambacho ndio kinaiwakilisha nguvu ya Mungu kwenye maisha yako, si ndio? Au nimeenda mbali sana? Uko ndako bado nimeokoka? Ngoja niwaeleze kwa nini kuna watu wananishangaa. Nilikuwa nataka kumaliza lakini ngoja niseme kwanza ndo nimalize. Ni kwa sababu tayari kuna conflict kubwa ndani yako kuhusu hilo eneo. And then you wonder kwa nini hela ikija haikai? Haiwezi kukaa kwa sababu hamuelewani. Mnahitaji reconciliation. Si mmepewa huduma ya upatanishi? Sio tu kuwapatanisha watu na Kristo. Na ulimwengu wenyewe pia kuupatanisha, ukae kwenye alignment, uzalishe. Bwana asifiwe. Nilizungumza nikasema hili kanisa, watu mnaosali hapa, tunategemea muwe na matokeo kwenye ulimwengu, si ndio? Haya matokeo ya ulimwenguni ili yatokee lazima kwanza wewe in alignment. Na ukisha kuwa na alignment, matokeo ninayotarajia sio kuombea watu wapone. Hapana. Kuombea watu tutaombea watu. Watapona kabisa. Lakini matokeo ninayotaka kuyaona ulimwenguni ni kwamba ulimwengu ukiwa a better place. Wale watu waliokuwa wanashindwa kupeleka watoto shule wasiwepo tena kwa sababu sisi tumecreate enough jobs kwao wao. Wana uwezo wa kupeleka watoto wao shule. Zile issues zilikuwa zinalisumbua taifa zisiwepo tena. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumecreate solutions. Jamani, kuokoka sio kuwa ndezi. Na kuja kunikotia mistari ya bora ngamia, sijui ngamia kupenya kwa tunu. Huyo ngamia mimi namtoa wapi? Tuanzie tu kwanza hapa. Mimi ninasema hivi. Ufalme wa Mungu tunasema uje, si ndio? Na sasa umekwisha kuwepo. Kwa hiyo tuna operate hapa. Kwa hiyo kama ni ufalme, tuna operate kwenye ufalme wake hapa. Na ili tuweze kuoperate kwenye ufalme, kuna hizi facts za msingi lazima tukubali kwa nazo. Alignment. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nimalizie hivi. Kufa na kufufuka kwake Yesu kuna tufundisha mambo mengi, lakini kuna tuelekeza zaidi kwamba lazima kila Mkristo ukubali tudai kufa. Sio kufa kwa mwimbili. Die to self, to the old you. Kufa ule utu wako wa zamani. Including huu hapa leo usoma wa Lazaro, si ndio? Kanisa hili halina malazaro katika jina la Yesu. Kuna mtu inabidi ujiambie kabisa mimi sio Lazaro. Wale ambao Lazaro ndo role model wako kwenye Biblia kwa sababu wamekaa kwenye kifua cha Ibrahimu. Wewe sio Lazaro katika jina la Yesu. Kataa Lazaro. Anapozungumzia kureconcile ulimwengu, anamaanisha everything katika ulimwengu. Kwa hiyo tutawaleta watu kwa Yesu. Alafu wakishakuja kwa Yesu, wanaenda. Lazima waingie kwenye huduma ya upatanisho. Na huduma ya upatanisho sio tu kuendelea kuwaleta watu kwa Yesu. Wao tayari Mungu anafanya akiwa ndani ya Kristo. Sio kama mnagundua hicho kitu. Kwanza kazi ya kuokoa unajua sio ya kwenu. Sio kama mnajua hicho kitu. Lakini ulimwengu unahitaji reconciliation. Au naongea na watu tofauti, darasa tofauti. Ngoja niwaambieni. Mungu anisaidie, lakini namuomba Mungu katikati yetu anipe watu ambao wanaelewa anayozungumza. Kwamba huu ulimwengu unavyotakiwa kwenda, unatakiwa uende kama wana wa Mungu wanavyotaka kuuendesha. Lakini lazima hiyo mentality iwepo ndani yako. Kwa hiyo nikisherehekea Pasaka, tusherehekee tu Yesu alikufa Bwana, Yesu wetu. Yesu wenu wewe na nani? Hivi unajua tunasherehekea tu Yesu alikufa, alifufuka. Then what is the effect ya huyo Yesu kufa na kufufuka in your life? Okay, achana na in your life. Sisi Tanzania tunaona nini baada ya huyo Yesu wako kufa na kufufuka? Kifo cha Bwana wetu Yesu, kufufuka kwa Bwana wetu Yesu kunifanye mimi niwe mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kama alishinda, kunifanya mimi kuweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alishinda, kunifanya na mimi niweze kushinda. Hallelujah.
Amen. Simama pale ulipo. Reconciliation nimeizungumza kwenye nyanja mbalimbali. Nafikiri umefahamu ni muhimu wewe kureconcile na ndugu yako. Tunapoingia kipindi cha Pasaka, tunasherekea haya, lazima tufahamu kwamba alichokuwa anakikusudia Yesu ama alichokuwa anakikusudia Mungu ilikuwa ni kuleta alignment. Halo? Mimi sintakuwa sababu ya kukatisha ile alignment. Nitaelewana na mzee Mushi. Kama kuna mambo hatuelewani kwa sababu ya elimu, hayatatutenganisha. Tutakubaliana kwamba hii ni issue ya kielimu, lakini sio issue yetu sisi. Kama kuna mambo kwenye kwaya au kwenye worship team ama kwenye idara yetu ya kina mama, au kuna mambo hatuelewani, yawe ni mambo ya kielimu, kwamba najua hivi, yeye anajua tofauti, lakini mimi na yeye bado tu umoja, kwa sababu lazima turuhusu ile circuit complete ili tuweze kuona miujiza. Ninaweza nikaomba sana kwako na utaondoka hapa utasema yule mchungaji hana upako. Lakini kilichokosekana sio upako wa mchungaji, ni alignment. Kama Mungu alithamini namna hiyo, akaamua kuiconnect yeye mwenyewe, kureconcile ulimwengu na nafsi yake ili kucomplete hiyo, then mimi na wewe lazima tujiattach katika hilo. Kama ni wazazi, it doesn't matter walifanya nini kwenye maisha yako. Nitayarudia haya na nitayasema sana. Wazazi wako ni baraka. Hata kama hawakukutunza, lakini ni baraka. Leo hii unaongea hivyo Viingereza na kujivuna na Viingereza vyako ambazo ni lugha za kikoloni tu, lakini unaongea kwa makidai kweli kweli. Lakini hebu imagine ungeongeaje kama ungekuwa hujazaliwa? Tunaendesha magari yetu fulani hivi, tunaweka na kipepsi nje. I want you to think kwamba ungeliendeshea wapi hata ukatai baba yako asilipande au mama yako asilipande kwa sababu alikuudhi, kwa sababu ungekuwa hujazaliwa. Mimi kuzaliwa hapa ulimwenguni, it's a privilege. Oh, listen to me. Kuna watu unasema bongo bahati mbaya, si ndio? Mimi sio. Mimi niko proud kuanzia kule nilikozaliwa. Yaani kuanzia kwenye udongo wenyewe niliozaliwa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua Mungu alitaka kujimanifest katika ulimwengu kama mimi. Hajaipata hiyo. Yaani iko hivi kwamba Mungu ametaka hapa ulimwenguni ajaribu kutembea kwa mwendo wa sisi anavyotembea. Kuna roho fulani hivi nasemaga, naipenda sana roho ya ukaka. Napenda alivyo. Napenda utulivu wake. No, ni Mungu alitaka kujimanifesti kama utulivu hapa ATM. Kwa hiyo kwa sababu hiyo akazaliwa mwanadamu ili Mungu akae ndani yake, ajimanifesti kama mtu mtaratibu. Na mwingine anasema, mchungaji sasa vipi wale ambao wanatupasha joto wale? Lakini hata wenyewe pia chuma unua choma. Kwa hiyo wewe haijalishi wazazi wako walifanya nini, patana na wazazi wako. Haijalishi. Ninajua kuna mtu hiki kitu kinasumbuana naye, namsikia akisema wewe pastor hujui tu walichokifanya. Ni kweli mimi sijui walichokifanya na sihitaji kujua. Naijua tu walichokifanya Yesu, na ndicho ninachokuambia kwamba alikuja ili kupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, na huo ulimwengu una wewe na huyo ambaye una carry DNA zake ndani yako, ambaye information iliyoko ndani yako imetoka kwake. Your existence unaishi kwa sababu ya yeye alikuwepo. Hata mara moja mzazi wako hata awe nini, usipandishe sauti yako against yeye. Kuna mtu Mungu anataka kukuponya Jumapili ya leo.
Maisha yako yamekuwa na safari ndefu sana. Shortcut ni hii hapa, reconciliation. Utagundua kwamba baada ya kureconcile aidha na hao wazazi wako ama hao ndugu zako, mambo mengi yanabadilika kwenye maisha yako. Hayabadiliki kwa sababu walikuwa wamekuloga, hapana. Yanabadilika kwa sababu umekaa in alignment. Kwa hiyo flow ya energy, flow ya power ipo. Nimewahi kuwafundisha humu ndani na nikasema, Mungu sio mzee mwenye ndevu aliyoko sehemu mnakoitwa mbinguni, anayewaangalia wanadamu hivi na kusema wewe nenda huku, wewe nenda huku. Sio. Mungu ni kanuni. Kwa hiyo kama unasubiri utendaji wa Mungu, ni lazima unachokisubiria wewe ni kanuni za kimungu zifanye kazi. Na ili kanuni za kimungu zifanye kazi, lazima uwe kwenye alignment, lazima uwe kwenye muunganiko sahihi. Na kazi ya neno la Mungu sio kumfanya Mkristo, wala kazi ya neno la Mungu sio kumfanya mtu aende mbinguni. Kwenda mbinguni unaenda kwa kumwamini Yesu, imeishia hapo. Lakini kazi ya neno la Mungu ni kukubadilisha na kukupa direction, kukupa namna ya kuwa. Ndio kazi ya neno la Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekwisha kuwapo ulimwenguni. Kwa hiyo wanao operate kwenye ufalme, wana operate kwenye ulimwengu hapa saa hii. Kwa hiyo kama hauko in alignment na mwenzako, hauwezi kuwa in alignment na Mungu. Wewe ni mama, umeolewa, you are not in alignment na mume wako, lazima mta struggle. Sio kwa sababu Mungu hawapendi, Mungu anawapenda, lakini utendaji wa kazi ya Mungu unahitaji complete circuit, kwamba Mungu awe amepatana na ulimwengu, Mungu awe amepatana na wewe, na wewe umepatana na ulimwengu. Kwa circuit ikiwa completed, ulimwengu una respondi kwako. Kinachokwamisha ni kwamba ulimwengu haukuzalii matunda, na haukuzalii matunda kwa sababu hauna direct connection na Baba. Baba, Father is the source. Yeye ni chanzo. Kwa hiyo kama yeye ni chanzo, nikiwa in proper alignment, ulimwengu una respondi kwangu kwa sababu una respondi kwa Baba. Ndani yangu kunaonekana chanzo ambaye ni Baba, kwa hiyo ulimwengu unamtii Baba ndani yangu. Kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu, hakuna maana yoyote kama hakuleti badiliko ndani yetu. Kama hakunifanya niweze kumchukulia jirani yangu ama rafiki yangu, yule ambaye namna yake ya kusema huwa ananikwaza, lakini kama siwezi kumchukulia, kufufuka kwa Yesu hakuna maana yoyote. Kwa sababu Yesu alikufa Myahudi, alikufa mtoto wa seremala, ila alipofufuka, ile inasema kwamba alifufuliwa katika glorified body. Hakuwa seremala alipofufuka, alikuwa ameascend to another level. God is calling you to ascend. Mungu anakuita kwenda kwenye level nyingine. Divinity haiji ukishakufa tu. Huu ulimwengu unataka utii. Mungu anataka ulimwengu utii. Na ndio maana anataka wewe upatane kwanza ili ulimwengu utii. Kuna vitu tutazungumza navyo. Nilikuwa nawaambia hapa mkafikiri kama utani, lakini fedha tuna uwezo wa kuzungumza nayo, kwa sababu na yenyewe ni nguvu iliyo katika ulimwengu. Na kama tumepewa utawala wa ulimwengu, tukiwa in proper alignment na Baba, tutazungumza na vyote kwenye ulimwengu vitatii. Natamani mtu anapozungumza ndio ndani yangu, wewe ni ndio kwa neno la Mungu, kwamba Baba,
asante kwa kunifunulia ninavyopaswa kuwa. Leo tukisherekea kufufuka kwa Yesu, iwe ishara kwamba tunakubali kwamba lazima mauti ya uzamani, ile asili ya kwanza, ni ya kubali ndani yangu, na kisha nakubali kufufuka kwa mtu mwingine, ambaye huyu ni yule anayependa, huyu ni yule ambaye anafunika dhambi za watu wengine, anayewahifadhi watu wengine, sio anayewaaibisha, anayewahifadhi wengine kwa sababu ya pendo. Yesu hatamani kuona tukisherekea kwamba alikufa akafufuka akashinda, kwa sababu kama hivyo ndivyo, basi that was his business, it has nothing to do with us. Lakini anataka usherekee kifo na kufufuka kwako wewe, kwamba nilikuwa huyu kwa sababu ya elimu Goligota, nimekufa yule wa kwanza, sasa hivi ninainuka kama ruler, kama mtawala. Alipoumba akasema and have dominion over the earth, na mkatawale ulimwengu. Lakini wanaotawala hawawezi wakatawala wakiwa detached from the source. We must be aligned with the source. Kifo na kufufuka kwa Yesu hatusherekei, bali inatupasa kuwa hicho kifo chenyewe, kuwa huo ufufuo wenyewe. Yesu anafika mahali anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Alizungumza akasema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Manake there's a point that you need to become the resurrection itself, kwa sababu umebadilishwa nia ya kwanza. Ulimwengu utakuwa a better place, sio kwa sababu una Wakristo, sio kwa sababu una walokole, no, kwa sababu una watu waliokufa na kufufuka wakawa watu wengine. Watu hawa haijalishi wana dini gani, pamoja, cha msingi ni kwamba wamekufa katika uhalisi wa kwanza wa kutokuamini, wamefufuka kwenye uhalisi wa pili wa pendo. Watu hawa kama wanapenda, it doesn't matter wako dini gani. Na hawa ndio wenye haki ya kusherekea kufufuka kwa Yesu. Mimi na wewe, Mungu atusaidie, hatutazisherekea sherehe kwa sababu ni sherehe zimekwepo. Lazima ziwe na maana ndani yetu. Hebu mwambie tu Mungu asante kwenye hizi dakika mbili. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya neno lako. Mwambie Mungu asante kwa sababu nao inaanza kutengeneza maana kwamba Yesu alikufa Goligota. Pale mahali palikuwa panaitwa fuvu la kichwa. Something has to die in you. Lazima ukubali ideology fulani ndani yako ife, ile ambayo inakutambulisha wewe kama Manyema au inakutambulisha wewe kama Mchaga ama mtu fulani. Ife ndani yako, iwepo ideology sahihi kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na kama ni mwana wa Mungu ni mrithi pamoja na Kristo, na mrithi anategemewa kuichukua biashara ya Baba na kuiendeleza, na biashara ya Baba ni ulimwengu. Huu ulimwengu unawahitaji wana ili uweze kuendelea mbele. Hatufanyi biashara kwa ajili yetu, tunafanya biashara kwa ajili ya ufalme. Hatutunzi familia kwa ajili yetu, tunatunza familia kwa ajili ya ufalme, kwa sababu sisi ni wana katika ufalme. Tumepewa neema ya kuwa reconcilers, ya kuwa wapatanishi. Nataka asubuhi ya leo anza kupatana na chochote ambacho ulikuwa unakitafuta. Ulikuwa unakitafuta kwa sababu mlikuwa hamko pamoja, lakini nataka upatane. Kama ni hali ya kiuchumi, nataka upatane naye. Kuna watu ambao wanasema hela ni tatizo kwenye maisha haya, na kwa sababu hiyo hela imekuwa tatizo kwa sababu hampatani. Nataka nikurudishie, mpatane wewe na hiyo hela. Pataneni sasa, isiwe tatizo kwako tena.
Ninakupatanisha na afya njema katika jina la Yesu. Nakupatanisha na afya njema katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana alipokufanya amekufanya na afya ndani yako, ameufanya mwili wako ukiwa complete. Pokea afya njema katika jina la Yesu Kristo, uwe mzima. Ninakupatanisha na hali ya hewa, hakuna allergies ndani yako katika jina la Yesu. Allergies ziondoke kwako sasa kwa jina la Yesu, kwa sababu unapatana na hali ya hewa sasa, unapatana na mazingira. Ulimwengu umepatanishwa na Bwana, na kwa sababu hiyo ulimwengu huu unapatana na wewe. Haitakuzuru hali ya hewa, hautazurika na vumbi ya nchi, kwa sababu Bwana anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ninaposhangilia ushindi wa Kristo wa kureconcile, ninapatana na hali ya hewa, ninapatana na mazingira yote ya baridi na ya joto. Sitakuwa na maumivu kipindi cha baridi, sitakuwa na mateso kipindi cha joto, kwa sababu ninapatana na mazingira hayo. Bwana ameweka neema ya upatanisho ndani yangu. Ninakupatanisha na mazingira ya kazini, ninakupatanisha na watu wa kazini kwako walioonekana kama mwiba kazini kwako. Ninakupatanisha kwa mateso na kufa na kufufuka kwa Yesu, akakamilisha upatanisho. Basi ukapatane nao katika jina la Yesu Kristo, sio kwa maneno utakayozungumza, lakini kwa nguvu tu unayotokea nayo baada ya kutoka kwenye service hii. Ile nguvu utakayotembea nayo, ulimwengu ukapatane na wewe, mazingira yako ya kazi yakapatane na wewe, familia ikapatane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Vilivyoonekana haviwezekani, ikiwa Yesu alikufa akafufuka, basi vinawezekana katika jina la Yesu. Nataka mtu mmoja kuamini kama ufufuo uliwezekana, basi hakuna kisichowezekana. Na Bwana ameweka neema hii ndani yako. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya huduma ya upatanishi. Tumepewa kuambia wanadamu kupatana, lakini Kristo anawapatanisha wanadamu na nafsi yako. Lakini pia tumepewa huduma ya kupatana na ulimwengu, mazingira, hali, yale yote ambayo mwanzo tuliyachukulia kama maadui, kwa sababu yalitushinda kwa namna moja tukayaogopa. Ninakushukuru kwa sababu ya neema ulioiachilia mchana wa leo, kwamba tumejua kwamba kupatana, tunapatana na chochote katika ulimwengu, kwa sababu ndiyo kazi kamili ya msalaba ilichokifanya. Ardhi iliyopewa kuzaa mbigiri haitatuzalia mbigiri katika jina la Yesu, kwa sababu that reconciliation iliigusa hata ardhi. Kwa wanaolima na kufanya biashara za mazao, hakuna laana ya ardhi katika ardhi unayoitumikia katika jina la Yesu, kwa sababu kama Yesu alikufa akafufuka, aliureconcile ulimwengu, ilikuwa ni pamoja na ardhi unayoifanyia kazi. Kwa neema ambayo Bwana umenipa, ninaachilia kibali cha tofauti kwa kila anayejishughulisha katika ardhi, iwe analima, iwe anachimba, lakini shughuli yoyote, ama anafuga. Ninaachilia neema ya tofauti katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hawa walionisikia wamejua kwa hakika kwamba Yesu aliupatanisha ulimwengu wote, including ardhi. Ardhi yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Unayoyafanya yamebarikiwa katika jina la Yesu. Baada ya sasa vitakuzalia maradufu, kwa sababu vimebarikiwa katika jina la Yesu. Viko in alignment. Simama uitende kazi yako kwa nguvu, kwa sababu alignment imekamilika kwa jina la Yesu Kristo. Ulimwengu na vyote viujazavyo ulimwengu ni mali yako. Nami Bwana umenifanya kuwa
mpatanishi, vyovyote ambavyo haviendi sawa katika ulimwengu unaoonekana na usioonekana, umenipa mamlaka juu yake, na vilivyo kwenye maisha yangu, vilivyo kwenye maisha ya watoto wako, ninazungumza peace sasa katika jina la Yesu. Ninazungumza amani katika jina la Yesu Kristo. Na iwe heri kwako katika jina la Yesu. Na iwe heri kwa kila anayesikia. Na iwe heri kwa kila anayeamini. Hatutaendelea kusherekea kufufuka kwa Yesu, tutaishi ufufuo wa Yesu. Yule waliyempiga wakamweka msalabani, wakamchubua, wakamnenea mabaya, alikufa msalabani. Ninaposherekea kufufuka, ninayaishi maisha ya yule aliyefufuka, ambaye kifo hakimwezi tena. Yeye hazulumiwi tena, kwa sababu yuko kwenye mwili wa utukufu. Yeye haumizwi tena. Bwana akupe neema hiyo katika jina la Yesu. Bwana akupe neema hiyo katika jina la Yesu, na ukafanikiwe sana sana katika nchi ya walio hai katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu azidi kuwa mwalimu kwako, azidi kukufunulia kuyaona haya, na kwa lugha ngumu ama maneno magumu ambayo pengine nimezungumza kwa sababu ya kukosa kuwa na maneno, yeye akusaidie kuyaelewa katika wepesi wake, kwa sababu kile Mungu anakusudia mwisho wa haya ni mtu anayekuwa becoming Christ. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu, na asante kwa sababu ataendelea kutusaidia katika haya yote katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Unaweza ukaketi karibu pastor.